wa taasisi ya Ma'wa al-Islam, bali wanafanya kazi kubwa na harakati kubwa katika kuupeleka mbele Uislamu. Kama utafanikiwa kwenda Tanga, katika mji wa Tanga, ukienda pale maeneo ya Ngamiani kwenye taasisi ya Ma'wa al-Islam, kuna vijana wanatoka kila engo ya Tanzania hii na nje ya Tanzania wanakwenda kusoma pale. Vijana wako wengi sana, lakini wapo chini ya walezi wetu hawa wawili tunawaona hapa mbele. Wanafanya kazi kubwa sana, na kila mwaka wanatakharaji vijana katika levu ya thanawi, na wanaenea katika kila engo ya Tanzania na nje ya Tanzania kwa ajili ya kusomesha Uislamu. Kwa hiyo leo tumepata sharafu kubwa kujiwa na watu hawa wakubwa wawili katika msikiti wetu, kwa sababu ujio wao katika mji wa Dar es Salaam mara nyingi anakuwa hakuna mtu ambaye anakuwa hajui kama kuna watu wameingia. Maana kuna watu wakienda mahala hata watu hawashtuki kwamba kuna fulani amekuja, lakini kwa ujio wa wakubwa hawa katika mji huu kila mmoja anajua Dar es Salaam kuna watu wameingia. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awahifadhi wazee wetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape afya njema wazee wetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala azidi kuwaweka wazee wetu watuongoze katika majambo haya ya kuupeleka mbele Uislamu. Kwa makamu waliokuwa nayo wazee wangu, mimi kiti hiki leo siwezi kukikalia, na nadhani tutapata faida kubwa sana kwa sababu murabbi yuko hapa. Hii ni bahari ya ilmu ambayo tunayoiona hapa, na shekhe wa taasisi ya Ma'wa al-Islam au rais wa taasisi ya Ma'wa al-Islam Sheikh Muhammad Hariri naye yuko hapa. Hizi ni bahari za ilmu ambazo ziko hapa mbele. Kuongea kwangu mimi hapa itakuwa ni kuvunja adabu na itakuwa ni kukosa heshima. Na siku moja iliwahi kutokea mtu mmoja alikuwa anaosha maiti. Katika kuosha maiti akawa anaisimanga ile maiti, ilikuwa ni maiti ya kike. Sasa yule muoshaji katika kuiosha ile maiti akawa anaisimanga kwamba huyu mwanamke tupu yake hii bwana imemaliza wanaume wengi sana katika mji wetu. Basi ule mkono wake ukaenda ukanasa kwenye ile tupu. Sasa watu wakawa wanahangaika, tufanyeje? Tukate ile tupu ya mwanamke tuweze kutoa mkono wa muoshaji, au tukate mkono wenyewe wa muoshaji? Watu wakawa wanahangaika kutafuta fatwa. Sasa wanakwenda kwa huyu, wengi wanasema jamani kateni mkono, wanakwenda kwa shekhe huyu wanasema jamani kateni tupu ya maiti. Kila mmoja akatoa fatwa yake. Shekhe mmoja akafatwa, akaulizwa bwana tufanyeje katika jambo hili? Yeye jibu lake lilikuwa ni moja tu, la yufta wa Maliku fil Madina. Haiwezekani kutoa fatwa hapa hali ya kuwa Imam Malik yupo hapa katika mji huu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba siwezi kuendelea kuongea wakati bahari za ilmu zimekaa hapa, itakuwa ni kuwakosea adabu, na tutakosa faida kubwa sana ikiwa tumepata sharafu na baraka ya kujiwa na ugeni mzito wa wanawachuoni wakubwa kama hawa, kisha tusipate nafasi ya kuweza kuchuma kutoka kwao. Kwa heshima na taadhima, maiki hii nitaipeleka kwa wazee wangu, wao ndio watajua ni nani sasa atakaa hapa. Kwa nidhamu siwezi kusema nani, lakini wao ndio watajua ili tuweze kuchuma kutoka kwao. Wazee wangu nawaomba kwa heshima na taadhima, maiki hii ilete kwenu. Darasa hili ni kwa nzito sana kwangu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala, wa ashhadu an la ilaha illallah waliy salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa adhimana sayyidina Muhammadan sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ndugu zangu, wazee wangu, mashekhe, maustadhi mlio ndani ya msikiti huu, haya maneno yote aliyosema Sheikh Shabani ndiyo maneno ya kitarika. Haya ni maneno ya kitarika. Watu wa kitarika ukaona katika ulimwengu tarika ndiyo inayoongoza katika adabu, ndiyo inaongoza kila kitu, ni sababu hii.
watu wa tarika, hata akawa ana ilmu kama nyumba, lakini hajui kuliko mwenzake. Hata akawa na ilmu inafika mbingu ya 7, lakini akimwona mwenzake yeye hajui, afadhali hata kidole pia. Haya maneno mwanangu, mwita mwanangu, ni mdogo sana kwangu, Sheikh Shaban, ni maneno ya kitarika, lakini ni mwanachuoni mkubwa sana. Alhamdulillah, ni mwanachuoni mkubwa sana, anatosha kadiri Mwenyezi Mungu alivyomjalia kuipata ilmu. Sisi tumemwona mara nyingi, tunamjua. Alhamdulillah, anatosha. Kama anatosha kwa mashekhe, basi anatosha hata kwenu nyinyi. Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu amhui, Mwenyezi Mungu ampe afya njema, Mwenyezi Mungu amuondolee matatizo yeye na familia yake, Mungu amkunjulie ilmu zaidi, Mungu amkunjulie riziki, Mungu amuondolee kila baya. Ya Allah, sisi Sheikh Shabani tumekuwa watu wazima, tunafikia mpaka tunapoteza kumbukumbu. Sasa hivi tumesema mpaka tuwaota mvi. Tumeachia vijana hawa, alhamdulillah, tunashukuru. Sasa hivi sisi tukasema nini tusiseme nini, na huko kusema wala hatuna haja nako kabisa. Sisi kazi zetu kutoa nasaha tu baada ya wao wenyewe kusema, lakini kwa sababu ya heshima kwamba umetaka na sisi tusimame hapa tuseme, tunasema tuseme nini wakati sisi ni watu wazima, tupoteza kumbukumbu, tutasema maneno gani? Lakini basi kwa baraka ya makaribisho yako na baraka ya msikiti huu na wazee hawa, sema kidogo, japokuwa ni kutoa nasaha inshallah. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza katika sura al-Baqara, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Labda patatosha kama taufika Mwenyezi Mungu kipande cha aya hii. Mwenyezi Mungu ameanza na neno wakadhalika. Neno likitangulia wakadhalika katika Qur'ani, basi hata katika Kiswahili kuna maneno yaliyopita, kuna majambo yaliyopita huko nyuma. Na hapa kumekusudiwa nini yaliyopita huko nyuma mpaka Mungu aseme wakadhalika? Lakini tunaona kwamba wakadhalika, Mwenyezi Mungu anatuambia kama ambavyo tumewaongoza nyinyi kuwapa Uislamu, tukawapa dini ya Kiislamu, ndio hivyo ja'alnakum ummatan wasata, ndio tukawafanya kuwa nyinyi ni umma uliokuwa muadilifu, udulan, ummatun udulan au khiyaran, umma uliomuadilifu, umma ulio bora. Hivyo tulivyowaongoza kuwafanya nyinyi kuwapa dini ya Kiislamu. Hakuna neema kubwa kama neema ya Uislamu. Ukizaliwa wewe, kama ukijua ni Muislamu, umezaliwa na unafahamu kwamba mimi ni Muislamu, nyanyua mikono mbinguni, sema alhamdulillah rabbil alamin, Mwenyezi Mungu ameneemesha neema ambayo ni kubwa katika neema. Sasa hivi tulivyopewa dini ya Kiislamu, tulivyoongozwa Mwenyezi Mungu katika dini ya Kiislamu, ndivyo hivyo Mungu anasema ja'alnakum ummatan wasata, nimewafanyeni nyinyi ni umma uliokuwa bora, umma wa Muhammad kuwa ni umma bora. Sisi umma wa Muhammad baada ya kupewa Uislamu na Mwenyezi Mungu, alafu akatufanya sisi ni umma uliokuwa bora, akaueleza ubora wao. Ubora wa umma huu ni mwingi sana, kule mambo ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, katika ubora wake kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, meambiwa kule. Na hapa tunaambiwa kwamba umma uliokuwa bora. Bora wenyewe akasema litakunu shuhadaa 'ala nnasi, ili mkapate kuwa nyinyi ni mashahidi kuwashuhudilia umma uliotangulia.
sisi ubora wetu, miongoni mwa jumla ya ubora wa umati huu ni kwamba tumefanywa sisi ni bora, tukapate kuwashuhudia umma uliotangulia uliopita, kuanzia kwa Adamu alayhi salam mpaka kwa Isa ibn Maryam. Shahidi wao ni ummati Muhammad. Alafu wa yakuna rasul alaikum shahida, alafu na Mtume Muhammad na yeye mwenyewe kwa ubora wake ndiye atakayekuwa kuwa shahidi kutushuhudia sisi. Maneno haya amerawi Imam Bukhari katika hadithi yake ndefu, anasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yud'a Nuhu alayhi salam yawm al-qiyama, atakwenda itwa Nabii Nuhu alayhi salam siku ya Kiyama. Haya ni maneno ya Mtume, hadithi hii iko katika Sahih al-Bukhari. Atakwenda itwa Nabii Nuhu alayhi salam siku ya Kiyama, fayaqul, akishaitwa atasema, ataitika labbaika wa sa'daika ya rabbi, labbaika wa sa'daika ya rabbi. Anaitwa na Mwenyezi Mungu alafu ataitika hivyo, nimekuitika mara nyingi mtukufu, ewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, nimekuitika mara nyingi. Alafu Mwenyezi Mungu atamuuliza, hal ballaghta, je, ulifikisha risala yangu? Ulifikisha risala yangu? Alayhi salam, Nuhu alayhi salam atatamka, atasema naam balaghta ya rabbi, nimefikisha risala yako rabbi. Fayuqalu li ummati, wataulizwa umati wake Nuhu alayhi salam, baada ya kutamka kwamba nimefikisha risala yako kwa umati wangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa ndimi za kimalaika wataulizwa umati wake, hal ballaghakum, je, amewafikisheni kweli huyu Nuhu alayhi salam? Sikiliza maneno ya watu wa Nuhu alayhi salam, watamkana nabii wao, watasema uongo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ma jaana min nadhirin, ma jaana min nadhirin. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyofasaha wa lugha, akayatumia ya maneno kwa taukidi, wana kwamba ni maneno waliosema mazito sana ya kumkanusha mtume wao. Ma jaana min nadhir, akaileta min ambayo kama si hadithi ya mtume waweza kaiondoa, ukasema ma jaana nadhiru nikatosha, lakini akaleta min ya zaida. Nadhirin majruru lafdha marfuu al-mahalla, hii nadhiri imekuja majruru lafdha marfuu al-mahalla, imetiwa majruru, imejururishwa, lakini mahala pake ni dhuma. Kama si hadithi unaweza kusema kama ma jaana nadhirun, nadhiru akawa ni fa'il wa jaa. Alafu taukidi ya pili ni dhamiri ma jaana, hii na dhamiri hii nayo imekuja kwa sababu ni maf'ul muqaddam, ameingia pale, ni maf'ul muqaddam. Ma jaana min nadhir, na maf'ul muqaddam akitangulia, watu wa lugha hii, elimu za lugha wanasema aghlabu sana huwa hilo neno nitilo taukidi. Kwa hiyo atamwambia Mwenyezi Mungu wale, ma jaana min nadhir, hakutujilia kiongozi yoyote kuja kutuonya ya Rabbi, hakutujilia kiongozi yoyote muonyaji kwetu sisi. Wanasema uongo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hatakuwa nakupa nao, atamuuliza, fayaqulu tabaraka wa ta'ala, man yushhidu laka ya Nuh, je, watu wako wamekukataa hawa, wamekukana Nuhu hawa, ni nani atakayekushuhudilia wewe?
Nani sasa atakayekushuhudia baada watu wako wamekukataa? Fayaqulu Nuh alayhi salam, atasema Nabii Nuh, Muhammadun wa ummatuhu yashhaduna annahu qad ballagha. Muhammad na umati wake wanashuhudia kwamba mimi nimefikilisha, Nuh amefikilisha neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amefikilisha risala yako. Sasa angalia utukufu Mwenyezi Mungu aliotupa sisi umati Muhammad. Ushahidi wetu ni nini? Kwa sababu aghlabu shahidi ni mtu aliyekiona kitu. Nuhu na watu wake wametangulia, sisi tumekuja nyuma na mtume wetu amekuja nyuma. Tunatoaje ushahidi kwamba hawa wamefikirisha risala yao? Nini ushahidi wetu? Waman asdaq min Allah qila, ni nani mkweli wa maneno kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani mkweli? Qur'ani ni maneno yaliyokamilika. Watammat kalimat rabbika sidqan wa adlan la mubaddila likalimati. Kwa hiyo maneno ya Mwenyezi Mungu ni maneno ya kweli, na ummati Muhammad una document ya Qur'ani, umebeba Qur'ani, ndiyo iliyoonyesha kwamba Nuhu alayhi salamu aliwafikilishia watu wake. Ummati Muhammad sisi tunatoa ushahidi kutumia Qur'ani kwamba Qur'ani imetuonyesha ya Rabbi, na wewe Mwenyezi Mungu usemi uongo. Qur'ani imetuambia kwamba Nuhu alifikilisha umati wake, alifikilisha umati wake. Ni ubora ulioje tuliopata kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Waislamu ummati Muhammadi. Na ubora huu tusingeupata kwanza ni mtume na Uislamu wake. Huja mtume Muhammad akatuletea Uislamu, ndio ubora huu tukaupata sisi. Sasa wakadhalika hali kama hiyo ya kuwa Mwenyezi Mungu ametupa dini, ametupa Uislamu. Hakuna dini iliyo sahihi, hakuna dini iliyo haki, hakuna dini inayopendeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni dini ya Kiislamu. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam, hakika dini mbele ya Mwenyezi Mungu hakuna ni dini ya Kiislamu. Waman yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yeyote atakayefuata dini isiyokuwa na ya Uislamu, yeye akhiri atakwenda kwa hasara. Kwanza hatakubaliwa, alafu atakwenda kwa hasara. Allah Mwenyezi Mungu atoe katika hasara. Tuikumbatie dini ya Kiislamu. Mungu ametupenda kutupa dini hii Rabbi. Mungu ametupenda kutupa dini ya Uislamu. Tujivunie Waislamu, ujivunie ukiwa Muislamu, ujivunie hasa kwamba Mungu amekupenda. Amekupa neema kubwa sana. Mungu amekupa neema sana. Kwa hiyo sisi ni umma bora, umma ambao ulio mwadilifu, ambao ni wenye kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Hii nasaha yangu ya kwanza. Nasaha ya pili ni pongezi kumpa Sheikh Shabani. Mimi namuona sana Sheikh Shabani, aghlabu namuona sana katika mitandao na namfuatilia sana mitandao. Nampenda sana hao kijana, namuona sana katika mitandao. Na mashekhe wenzake wa Dar es Salaam na mashekhe wa mikoa mingine, ni wape maua yao kwa kazi kubwa walioifanya wakati wa kusimamia swala la amani katika nchi yetu. Viongozi wa dini, hasa dini yetu ya Kiislamu, kila mmoja anazungumzia kwake. Wenzetu wamesimamia mambo ya amani, lakini tunazungumzia upande wetu. Viongozi wa dini ya Kiislamu Dar es Salaam na mikoa yote, Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Wamelisimamia swala la amani wakati wa tarehe 29, wamesimamia kwa nguvu kubwa sana. Sisi tu watu wazima sasa hivi tunaangalia vijana. Kazi imefanywa alhamdulillah rabbil alamin. Paka watu wameelewa. Vijana walikuwa hawaelewi nini maana ya amani, paka wameelewa maana ya amani. Lakini mashekhe wametoa majasho, kila misikiti, kila mahala. Amani ndugu zangu, amani. Pasipo na amani hakuna maendeleo. Sheikh Shabani namuona
Sasa Sheikh Shaban, kazi mlioifanya ni kubwa, lakini haijakwisha. Sisi tuko nyuma yenu wazee, kazi haijakwisha. Sasa tupiganie haki, tupiganie haki. Sasa hivi alhamdulillah amani imepatikana, lakini bado kuna mvuto wa kukosa haki, watu kukosa haki zao. Mama amejipinda, mama amefanya kazi, mama ametembea, mama ametafuta kila kitu, mara wasikia kuna ajira 10,000 zimetoka, kuna ajira 5,000 zimetoka, kuna ajira 15,000, kuna ajira 20,000. Kazi anatoka jasho kwa ajili ya kutafutia vijana ajira, japo kuwa haiwezekani wote, lakini lau mama anafanya kazi hiyo, lakini zikipatikana hazifiki kwa walengwa. Watu kila mmoja na sekta yake, basi atafuta yule anayemuona ndiye mwenye nia ampatie. Mtu ana shahada yake mkononi, lakini hapati kazi. Hapa ni kwamba sasa haki kidogo inatakiwa ifanywe kazi, na haki na amani ni vitu viwili jauza. Sheikh Shaban, jauza tunaambia nini? Watu wale wengine wanasema ni gemina. Jauza ni mapacha. Haki na amani ni mapacha, vinakaa pamoja, lakini baba yao mkubwa ni imani. Haki na amani ni vitu viwili, lakini baba yao ni imani. Palipo na amani lazima haki itapatikana tu, kama amani imepatikana kweli, na palipo na haki amani itadumu tu. Sasa tumepigania amani, imepatikana, tupiganie haki, watu wapate haki zao, vijana wapate kazi. Utakwenda kuta mtu ana shahada zake, ana madigrii yake, amesoma, lakini kazi hapati. Mwenye sekta ile atafuta watu hata kama ni hawakusoma, ampe kazi yule. Hapana, tutafute mbinu za vijana wetu wote wapate haki. Lakini vitu viwili hivi nimesema vinalelewa na baba yao imani. Imani ndio iliyokusanya vitu vyote. Watu wakijaa imani katika nafsi zao, imani ni kitu kikubwa sana. Mtu akijaa imani ndani ya moyo wake atakuwa na haki. Mtu akijaa imani katika moyo wake atakuwa na amani, atataka amani tu, hakwepi. Mtu aliye na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakubali kuwa yeye ana haki, atakubali kuwa yeye ni mwenye amani. Lakini inapokosekana imani katika vifua vya watu, basi haya yote nayo yanakwenda iwajan. Mashekhe, rudini tena, simameni, piganieni haki sasa, situsi. Amani tumeipata kadiri tulivyoipata, tunaendelea kuitaka amani, lakini na haki ipatikane kwa vijana wetu, na wajengwe vijana imani. Na imani haina maana pa kujengwa zaidi ya kusoma. Watoto vijana wananyanyukia, Waislamu tuwashikilie vijana wetu wasome dini yao, ndiyo kuwajenga imani. Imani haijengwi kusema tuko na maana imani, hapana. Tutakuwa ni huruma tu. Yule ana imani sana, hapana, ana huruma. Ingawaje huruma ni sehemu katika imani, lakini raasul iman an tu'mina billah, kumwamini Mwenyezi Mungu. Mnalipata wapi neno hili? Kwenye Qur'ani. Tasoma Qur'ani, tusome Qur'ani. Watoto wakisoma Qur'ani basi wataelekea wenyewe. Qur'ani, ukiwa watoto wakisoma Qur'ani wataelekea. Hata ukamwona tayumba kwa ubarobaro, lakini atafika mahali atasimama, ataelekea. Tupigane hapa, tutoke jasho tena kwa imani. Imani, ndugu zangu, imeondoka katika vifua vyetu. Waislamu, imani, turegesheni imani ndani ya nyoyo zetu. Imani ilivyo na thamani, angalia Mwenyezi Mungu alivyo na fasaha naye katika lugha, ameitumia neno imani kwa maana mingine. Leo utakuta mtu anakuambia Qur'ani haina majazi, amefeli huyo. Qur'ani haina majazi, utaifasiri vipi Qur'ani?
Wewe ukifasiri Qur'ani bila majazi utakujafikia mahali umwambie Mungu ni panya. Usipoitafasiri Qur'ani kwa majazi utakujafikia mahali umwambie Mungu ni panya. Qur'ani majazi ni katika lugha ndio inafasiri Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitumia neno imani kwa maana ya kitu kingine, kama alivyotumia yadullahi fauka aidihim, mkono wa Mungu, sio mkono wenye kucha. Mungu ametumia neno la mkono kwa sababu mkono ndio nyenzo ya mwanadamu anayoitumia sana, ndio Mungu akaitumia kutaja yadullahi fauka aidihim. Maana yake ni nguvu za Mungu, kudura za Mwenyezi Mungu, uwezo wa Mwenyezi Mungu uko katika uwezo wenu. Weka uwezo wako, jitahidi, Mungu atakuwekea uwezo wako. Sasa imani nayo Mwenyezi Mungu katika hii sura al-Baqara kuna kipande kidogo cha aya wale Mungu aliposema ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Mwenyezi Mungu hakuwa yeye ni mwenye kuzipoteza imani zenu. Hakuwa na maana ya imani Mungu hapa, kwa sababu nuzuli ya kipande cha aya hii ni wakati masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walipotoka Maka wakaja Madina, waliswali hali ya kuwa swala imeshafaradhishwa, waliswali na Mtume kuelekea Baitul Muqaddas miezi 16 katika aqwali. Waliswali kuelekea Baitul Muqaddas, hawakuswali kuelekea Maka, mpaka siku Mwenyezi Mungu alipomwambia Bwana Mtume fawalli wajhaka shatra al-masjidil haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatra innal ladhina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim. Sasa leo lekeza uso wako upande wa Maka, lekeza upande wako upande wa Maka, sio lekeza uso wako al-Kaaba. Huwezi kuilenga al-Kaaba, umeambiwa uelekeze upande wa Maka, ndiko liko na al-Kaaba. Sasa masahaba akamwambia Mtume Rasulullah, leo umetuambia kibla kimebadilishwa, siku ilibadilishwa kibla. Mtume akabadilisha kibla. Baadhi ya wanachuoni tuambia alikuwa ndani ya sala na akabadilika pale pale alipoambiwa kwamba fawalli wajhaka shatra al-masjidil haram. Hakungoja kumaliza, aligeuka pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea Maka, na masahaba nao wakamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio ukakuta leo Maka kuna pale Madina kuna masjidul qiblatain. Ufika utakwenda pale, ya Rasulullah, wale ndugu zetu tulioswali nao mwaka mmoja na miezi 6 tumeswali nao hapa, lakini wamekufa katikati yake wakiswali wanaelekea huku. Je, swala zao zitakubalika na hali ya kuwa wao hawakupata kibla hiki? Kabla ya kujibu Mtume, Mungu akaleta jibu hilo, ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi la raufur rahim. Akatumia neno iman. Hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kupoteza imani zenu. Maana yake hakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzipoteza swala zenu. Angesema kana Allahu liyudhi'a salatakum. Hakutumia neno la swala, akatumia neno la imani. Kwa nini? Asema la yutimu salatu illa biha. Swala ya mtu haikamiliki ila kwa na imani. Sasa hivi ni vitu ambavyo Mungu amevizungumza katika fasaha. Ndugu zangu, Sheikh Shabani nakushukuru sana. Mwanangu nakushukuru sana, na washukuru wazee wa msikiti huu, na washukuru Mwenyezi Mungu awape kheri sana kutupokea na kutupa sifa nyingi ambazo wala hatuna, si maskini. Lakini ni utarika huu. Watu wa tarika ndivyo walivyo. Mwenyezi Mungu akubariki mwanangu na wazee wako. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwenda kusoma, basi fursa ziko wazi. Siku moja niliwahi kuambia, tunapotengeneza network ya kuwa na watu kama hawa, tunafungua milango ya kuweza kutengeneza fursa, angalau kuwa na watu ambao tunaweza kuwa na vijana wetu tukawapeleka mahala kama hapa. Kwangu mimi naona hii ni bahati kubwa kuwa na network ya watu kama hawa, kwa sababu sasa tukiwa na vijana ambao wanataka kusoma dini pengine kwa level mpaka ngazi ya thanawi, tunaweza kuwapeleka mawa al-Islam, na wanaenda wanapikwa na wanarudi wanakuwa ni mashekhi. Nikupe siri moja Murabbi, kama ulikuwa ujui, kuna shekhi wangu mmoja aitwa Shekhi Juma Mtoa, namfahamu vizuri na ni mwanafunzi wako marhumu, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri. Shekhi Juma Mtoa mimi kanifundisha balagha,
Tazama silsila ya ilmu ilivyokuwa na maajabu. Yeye amefundishwa na mabwana hawa, alafu yeye kaja kunifundisha mimi balagha. Baadaye mimi nakuja kukutana na mawali Islam. Kwa hiyo unaweza ukaona nguvu iliyokuwepo katika ilmu ilivyo. Ndio maana nikasema mwanzo, huwezi kutembea Dar es Salaam hapa ukakuta kuna msikiti ambao hakuna silsila ya ilmu ya mawali Islam, hakuna. Tembea Dar es Salaam nzima, lazima utakuta kuna mtu ana chembe chembe ya ilmu iliyotokana na Sheikh Shabani Hariri, Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri huko alipo. Kwa hiyo hawa wamefanya kazi kubwa na ipo haja ya kuwaunga mkono, na watu ambao wanahitaji vijana wao wakasome dini, basi fursa ndio hii na network tunayo, tunaweza kuwapeleka vijana wetu wakaenda kusoma. Na wallahi niwaambie, kuna walimu wengi wana matawi mengi Tanzania hii, sio chini katibu, sio chini ya 261. Taasisi ya Mawali Islamu imejitanua Tanzania matawi 261. Yani wana vituo vya kuzalisha watu kusoma dini 261 ndani ya Tanzania. Tazama ukubwa wa taasisi hiyo, ina ukubwa wa kiwango gani? Na wote wanaosimamia hivyo vituo ni walimu waliotoka kwenye mifupa ya taasisi ya Mawali Islamu chini ya murabbi wetu tunayemuona. Ni watu waliopikwa kwenye mikono yake. Leo kuna vituo 261, wanapikwa watu kule, wanachukuliwa wanapelekwa Mawali Islamu. Wanapikwa watu, wanachukuliwa wanapelekwa Mawali Islamu kule makao makuu, wanazalishwa, wanakuwa wanawachwa. Wakitoka wanakuja kwenye misikiti, wanakuwa ni khutaba, wanakuwa walimu wa madaris, wanakuwa sehemu mbalimbali. Hii ni kazi kubwa ambayo inafanya, lakini pia ni mfano wa kuiga kwamba tunahitaji kuwa na taasisi ambazo zinaweza kufanya kazi kama wanayofanya hawa wazee wetu, japokuwa kwa ugumu, japokuwa kwa dhiki na kwa ugumu mkubwa, kwa sababu kuendesha watu kama wale, kuwalisha wakawa wanalala wanakula, sio kazi nyepesi, na hakuna mfadhili pale. Hakuna mfadhili, wallahi nawaambia, hakuna mfadhili. Yani kuna baadhi ya wakati panaweza pakawa na majambo pale, hakuna mtu wa kufanya. Wazee hao wanaumiza vichwa, tufanyeje jambo hili liweze kwenda. Yani wao ndio wanawaza. Kuna vijana pale sasa hivi, katibu wako ngapi? Vijana 600 na wapo pale, wanalala, wanakula, wanakunywa. Hawa wazee ndio wanafikiria watakulaje, watakunywaje, watalalaje. Hawa wanafikiria wanawake, na hakuna mfadhili. Hebu tasawwar, imagine hiyo picha, namna gani kazi kubwa wanayofanya. Lakini wanatoa vyao, wanapambana, wanadhalilika, Uislamu uweze kwenda. Kwa hiyo tuwaunge mkono, tuwashike, na hata wale ambao wana uwezo wa kuweza kuwashika mkono tuwashike. Katika miongoni mwa miji ambayo imebakia watu wanafanya kazi kweli ya kuzalisha watu kielimu ni Tanga. Yaani kwa miji yetu hii ya mwambao, mji ambao umebakia unazalisha watu na unapika watu kielimu ni Tanga. Yaani ni mji ambao bado watu wamebakia katika mifumo yao ya kuhakikisha Uislamu unapiga hatua. Ndio maana kila ukizunguka utakuta wanawachuoni wanatoka Tanga. Utakuta huyu kasoma Tanga, huyu kasoma kwa shekhe aliyetoka Tanga. Yaani ndio kituo kilichobakia Tanzania. Tunakitazama kama ndio kituo ambacho kwa jicho la tatu, kwamba pakiharibika kule Tanzania imeharibika, kwa sababu ndio panapikwa watu kule kuwa wanawachuoni katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tuwashikeni mkono, tuwasaidieni kwa kila namna. Wakati fulani hawawezi kusema, mara kadhaa wanaongeaga, hata na rafiki yangu naibu rais Sheikh Alwi, wakati fulani kuna kuwa na mambo yamekwama Mawali Islam, lakini hawasemi wazee wetu, wanakuwa wapo kimya, hawasemi. Ndio kawaida wanawachuoni, wanaamini kwamba yule ambaye atakayetawakali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kuwa anafanya kazi ya Allah, jambo litakwenda. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kwa kuwa wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anawapa matokeo, Mwenyezi Mungu anawapa njia. Ndio maana mpaka leo na taasisi ile ipo haifi, na mpaka leo wanazalishwa watu, lakini wanapambana na hawasemi, na wala hawamuombi mtu, na wala haangaiki kwa mtu, isipokuwa yule Muislamu mwenye nia ya dhati na mwenye kuona kazi wanayofanya, basi ndio anaweza akaunga mkono katika juhudi kama hizo. Kwani kuna matajiri wangapi leo wanakwenda kufanya mambo ya ajabu ajabu katika mipira? Kuna matajiri wangapi leo wana pesa, wanashindwa kwenda kupeleka pesa kwa wazee kama hawa ambao wanazalisha wanawachuoni, wanazalisha maimamu, maustadhi, vijana 600 na wanashindwa kupeleka pale, mtu anapeleka kwenye mpira. Matajiri wangapi mashekhe tunao, tena matajiri wa Kiislamu, hawafanyi kazi hiyo ya kuwezesha watu wafanye kazi ya dini. Wanachukua pesa, wanakwenda kwenye anasa, kwenye mambo ya ajabu, lakini watu wamekaa wanafundisha dini kwenye mazingira ya tabu.
Lau kama matajiri wa Kiislamu wangeamua kuwashika mkono watu kama hawa wazee wetu ambao wanafanya kazi kama hii, wala isingekuja kutokea watu wakawa wanapata tabu kwenye kusoma dini, isingekuja kutokea hilo. Lakini leo inaweza ikatokea leo vijana pale wanashinda njaa, lakini kuna watu wana pesa, mtu anatumia milioni 5 kwa siku, milioni 10, lakini kule kuna vijana wanasoma dini wanasoma shekhi, dini wanasoma, lakini mtu anatumia milioni 50, 60 kwenye mambo ya anasa. Mtu anamuonga mwanamke gari ya milioni 100, 200, yani haoni shida, lakini kule kuna watu wanasoma dini. Wallahi, lau kama mtu anaweza kutoa sadaka yake akawezesha mtu akasoma dini, ile herufi moja atakayoisoma pale, ile herufi moja akaielewa, kisha yule mtu naye akaja akawa anaifundisha, naye pia anapata kwenye ile herufi anayosomesha. Kama unavyoona leo wazee wetu hawa wamesomesha watu, kisha wale watu nao wanasomesha watu. Hebu tazama huo mnyororo wa thawabu ambao wazee wetu wanavuna mpaka leo, kisha wakao wameondoka duniani. Kwa mfano leo Sheikh Shabani Hariri, Mwenyezi Mungu amsamehe huko alipo, na alifanya kaburi lake kuwa ni katika miongoni mwa viwanja vya pepo, kamsomesha mzee wetu Sheikh Salim Zuberi. Huyu hapa Sheikh Salim Zuberi kazalisha wanafunzi chungu mzima. Mzee wetu kule alipo anapata thawabu kwa kiwango gani? Anapata thawabu nyingi, kwa sababu mzee wetu huyu kachukua elimu kutoka kwake, naklan, kachukua herufi kwa herufi kutoka kwake, na yeye anachukua herufi anampa mtu mwingine, yule mwingine anampa mtu mwingine, mwingine anampa mtu mwingine, ila kiami saa elimu inatembea tu. Atajiri akachukua pesa yake akawawezesha hawa wakafanya hii kazi. Wakati fulani tukiongea haya mambo, matajiri wanaona kama tunawasema. Hapana, lau kama matajiri wa Kiislamu wangeamua kuchukua jukumu lao la kuhakikisha Uislamu unapiga hatua, kuwawezesha hawa watu, leo tusingekuwa na mmomonyoko wa maadili. Kuna vijana wangapi wa Kiislamu wako mtaani na hawasomi dini? Lau kama tungewachukua, tungewapeleka Maawal Islam, tukawawezesha Maawal Islam kwamba hawa jamani tuwapeni pesa, jamani hawa tuwawezesheni vijana hawa walale pazuri, wale pazuri, wanywe pazuri, wafundisheni dini hawa, jamii ingekuwa ipo sawa sawa. Lakini tazama leo hali ilivyo, tazama leo hali ilivyo. Wallahi wale wanaofundisha hapo Maawal Islam, ukienda, mimi nawaambia kila siku, hakuna mwalimu wa dini anayefundisha anayelipwa hata 400,000. Hakuna mwalimu wa dini anayelipwa hata 400,000, hakuna. Hakuna. Tuchukue wewe tukupe 400,000, afu wewe igawanye kwenye maisha yako mpaka mwezi mzima utumie. Tukupe 400,000 sasa hivi. Mke wako anataka kuvaa, watoto wanataka kwenda shule, wewe unataka kula, na wao wanataka kula, wanataka malazi. Tukupe 400,000 tu. Na hakuna mwalimu huyo anayelipwa 400,000 wa dini, hakuna. Na kuhakikishia hakuna. Hakuna anayelipwa 400,000. Lakini ndio hali ilivyo leo kwenye taasisi zetu. Kwa hiyo hawa tuwaungeni mkono. Kama mtu una uwezo wa kusaidia jambo, saidia. Kama kuna mahala pa kwenda kutoa sadaka yako, ukaamini kwamba hapa nimetoa sadaka, peleka kwenye taasisi za dini ambazo watu wanasomesha dini, watu wanasoma dini. Wallahi utakuwa umeinvest, umewekeza kitu kilichokuwa kikubwa, hakuna mfano wake. Hakuna mfano wake. Siku moja niliwahi kuambia, wakati mimi nakwenda kusoma Afrika ya Kusini, baba yangu hakuwa na uwezo. Hakuwa na uwezo. Pesa ile ya kutoka tu hapa kwenda Afrika ya Kusini, mimi nimegiwa na Msomali $100. Nimesaidiwa na Msomali $100. Mpaka leo namkumbuka. Mpaka leo ule wema wake aliofanya siwezi kusahau. $100. Na nilizunguka, kuna baadhi ya matajiri walikuwa wanashindwa kunisaidia, lakini katokea mtu mmoja akanisaidia, siwezi kumsahau mpaka naingia kaburini. Sasa tazama mtu ambaye anaweza kuwasaidia watu wakaenda kutafuta elimu, kisha yule akarudi akawa anawasaidia watu wengine kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unapata thawabu nyingi kwa kiasi gani? Thawabu nyingi kwa kiasi gani umejichumia kwamba mtu amerudi anafanya kazi ya da'wa ya kuelimisha watu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi natoa wito vile vile, kama kuna watu ambao wana uwezo wa kuweza kusaidia, basi wahakikishe taasisi zetu za dini kama hizi ambazo zinafanya kazi ya kulea na kuelimisha umma wa Kiislamu, kuzalisha wanawachuoni, kuzalisha mashekhi na maimamu, tuwasaidie bila ya kusita, tuwasaidie. Kama kuna sehemu unaweza kupeleka milioni 50, milioni 100 na unaamini kwamba unataka thawabu, peleka watu wakafundishe dini ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Uweze kupungukiwa kwenye maisha yako, kamwe uweze kupungukiwa. Na lau kama siku utabahatika utaenda kutembea hata Maawa, unaweza kuathirika. Namna watu wanavyopambana kusomesha dini, unaweza kuathirika Sheikh, kwa sababu ukiwakuta wale vijana walivyokuwa wengi, ukikuta walimu wanavyopambana kusomesha dini, we mwenyewe nafsi yako inaathirika.
kwamba la, kumbe kuna watu wanafanya kazi kubwa kwa kiwango hiki, kuna watu wanapambana katika kuwafundisha vijana maadili kwa kiwango hiki. Unaweza kuathirika na ukatoa pesa yako, kulikoni ukikaa mijini huku kila mmoja na mipango yake. Lakini ukienda huko mfano kama Tanga, ndio utaona namna gani watu wanafanya kazi kubwa katika kuifinyanga jamii. Kwa hiyo mimi nimelizungumza hili katika kuonyesha tu ukubwa wa taasisi ya Mawa al-Islam na kazi wanayofanya wazee wetu, na namna gani tunapaswa kuwaunga mkono katika harakati za kuweza kupeleka mbele Uislamu. Na kwa hakika tunatambua ya kwamba Dar es Salaam hapa kuna taasisi nyingi, lakini tunajua uhitaji uliokuwepo huko mikoani kwenye taasisi za dini ni mkubwa kulikoni hizi za mijini hapa. Yaani huko mikoani kuna uhitaji zaidi kulikoni hapa mjini. Hapa mjini kuna jalalani hapa, lakini ukienda mikoani huko sio jalalani. Wenye uwezo ni wachache, wenye imani ya kutoa ni wachache, lakini hapa mjini wako wengi. Kuna watu wana mipango, kuna watu wana pesa, kuna kila kitu hapa. Kwa hiyo watu sio waangalie hapa tu, waangalie na kule, kwa sababu kule kuna kazi kubwa inafanyika. Kazi kubwa inafanyika, kubwa mno inafanyika, ambayo lau kama watu wangeonyeshwa ile kazi inayofanywa, wallahi tungewashika mkono kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tumepata sharafu kubwa sana kujiwa na ugeni mzito kama huu katika taasisi yetu leo, na kama nilivyosema, hatuwezi kufanya taudhihi yoyote isipokuwa ni kuwashukuru sana na kuwaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kila la kheri. Lakini kwa ujio huu tunatamani tupate dua zao, tunaamini dua zao zinaweza kutusaidia katika mambo yetu, kwenye biashara zetu, kwenye kazi zetu, kwenye mambo yetu. Na kwa kuwa ni wageni, basi dua ya mgeni inakuwa pia ina nafasi kubwa sana. Lakini ukiacha ule ugeni, kwa kuwa ni bahari pia za elimu zimekuja hapa mbele yetu leo, lakini pia ni watu ambao walioleleka katika mikono ya mabwana, wamepita kwenye vinywa vya mabwana, basi tunaamini kupitia baraka zao tunaweza kupata yale ambayo tunayahitaji katika nafsi zetu. Kwa hiyo inshallah maiki hii nipeleke tena kwa wazee wetu kwa ajili ya kutuombea dua. Kila mmoja ana haja yake, kila mmoja ana mambo yake, basi tuwaombe wazee wetu watuombee Mungu ili Allah subhanahu wa ta'ala atutekelezee katika yale ambayo tunayatamani katika nafsi yetu.